damu yake na sadaka. Cha kutumaini sina ila kwake Yesu nasimama. Damu yake na sadaka. CCM mnamaanisha kwamba damu za Watanzania mnazozimwaga mnazitegemea daima ili muwe hapo mlipo? Hawa mjui hiyo mnayoita damu ya Yesu, hiyo inayoimbwa hapo, damu ya Yesu ni damu za watu. Amjui watu ndio Yesu? Amjui Yesu alikufa kwa ajili ya watu ili waache kuchinjwa, ili wasiwe wanachinjwa. Nyie mnawachinja watu, alafu mnasema damu zao mnategemea daima. Sio kutaja jina la Mungu ndo inaonyesha unawema. Sikia, katika Timotheo sura ya 3 sura ya 2 mstari wa 19 imeandikwa kusema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana wajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na awache uovu, na auache uovu. Aache kuwa damu yake na sadaka. Unategemea daima. Hujui huyo Yesu ni watu? Kwa hiyo damu yao, yeye alikubali kuuawa ili watu waache kuuawa. Nyie munaua ili muendelee kutegemea daima kama nguvu yenu ya kupola rasilimali na mali za watu, ili muendelee kuonekana ni watawala. Tena ni kiongozi. Yana mwisho, ninakutaja nikijua nataja kundi la mashetani. Lakini wakati mwingine mnatuamsha tuliolala. Kuna wakati unasikia leo sitasema kitu. Upite huku na kule, unakutana na kufuru. Kena ni kiongozi na wanaokutuma, achaneni na shughuli za kuongea lolote kwa watu. Hamna jema mnaweza kuongea kwa watu ambao mmemwaga damu za ndugu zao kwa ajili ya uroho, ubinafsi, na kwa ajili ya kuto kuwa radhi kulipa gharama ya uchafu mwingi mliofanya. Kwa sababu najua mumeua. Kwa kuwa mlijua, kwa sasa mkiondoka kwenye nafasi hizo mutachunguzwa na kuonekana machafu mengi mliofanya, mauaji mengi mliofanya. Ndio maana msemaji mmoja anasema kwa sasa, sio sasa hivi, hata ile Oktoba 29 na kabla ya hapo, CCM kwa sasa muko tayari tukose wote. Ni mawili tu, watu wote wawasifie juu ya uuaji wote, uporaji wote, udhalimu wote mtakao kuwa mnafanya, au sivyo tukose wote. Huo ndo ukweli mlionao. Sikiliza, mimi na watu wengi tulioumizwa na watu wengi wema, na sisi tuna mawili tu: aidha Mungu atawalipa, atatokeza njia, mudhanio na msiodhani, mutapata stahiki ya uovu wenu, ama sivyo, ni kweli tutapoteza, tutakosa wote kichwa chenu, kwa sababu ndio mlioshika silaha. Kichwa chenu kinaambia mutatuua mapema sana wote tunaowaonyesha ukubwa wa uovu wenu. Lakini ukweli ulivyo ni kwamba inawezekana hilo wazo halitatimia kirahisi.
haitatimia kirahisi. Hii Biblia ishatabiri watu wema hawataisha. Ilisema, iwatabiri nyie kwamba utakuja ufalme, utasababisha dhiki kubwa ambayo haijawahi kuwepo kwa watu wema, na haitakuja kuwepo, lakini iliandikwa kwa ajili ya wateule. Siku hizo zitafupizwa. Siku zenu kiongozi na wanaokutuma na ulio pamoja nao, na kiburi cha hicho unachokiona ni kimadaraka, kiusemaji. Kijana, sikia, na kuonya kwa uchungu mkubwa, nikiwa najua mioyo yenu asili yake sio ukatili kiasi hicho. Siku zenu, sikia kijana, nakwambia mimi mtu wa Mungu, mumeniumiza, mmenidhuru kwa mengi. Bado nasema, ingekuwa mjua hii ni sauti ya Mungu. Siku zenu imeandikwa Biblia hii. Dhiki, nchi yetu meipicha kwenye dhiki ambayo haijawahi kuwapo na haitakuja kuwapo kamwe, lakini iliandikwa kwa ajili ya wateule, kwa ajili ya watu wema. Siku hizo zitafupizwa, za kwenu zitafupizwa, kwamba mnajua mnatoboa 2030 kwa sasa hivi. Asijidanganye mtu akadhani si mtawapa katiba itakayowabana nyie. Asijidanganye mtu kwamba mtakuja kuruhusu haki kwenye uchaguzi. Asijidanganye, na nyie mnajua hilo, na lilobaki ni moja tu. Aidha nyie mnajipambanua, mutaangamiza watu wema wote au tutakosa wote. Lakini nakuhakikishia, siku zenu imeandikwa Biblia iliyoandika mtakavyokuwa makatili, na damu za watu mtazitegemea daima kuua ili mubaki kwenye nafasi hiyo. Ziliandikwa, zitafupizwa. Nisikilize, na nena kwa neno la Mungu, kwa jina la Mungu, na mwana CCM mwingine yeyote. Hiki alichoimba huyo kijana hapa ndo ukweli wenu. Damu za watu ndio sadaka yenu mnayoitegemea daima. Hakuna wema mtakuja kufanya unapita mauaji. Sikiliza, hakuna fidia ya kifo. Mtu aliyeua watu hamnaga fidia. Kwa hiyo msijidanganye, sijui mnatoa milioni ngapi mnawapa wa mipira, sina mnaleta Drogba, sijui mnatimua mivumbi mabarabarani. Msijidanganye, hakuna wema mtakuja kufanya unapita vifo vya watu wetu mliowaua. Kwa sababu sasa mnaona msipoua, inawezekana nyie mutatolewa sasa kulipa gharama za madhira mliosababisha kwa watu. Katika Zaburi 33 mstari wa 1 inasema, mpigieni Bwana vigeregere enyi wenye haki, kwani kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Najua ukishagusa vitu vinavyoonekana ni vya dini, hata Waislamu hawanyamazagi dini yao ikidhiakiwa. Hicho unachokifanya Kenan ya kiongozi, unadhiaki dini na neno la Mungu. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. CCM, kwa mauaji mnaofanya ni wanyofu wa moyo. Aise, nimesema kuna mara unakaa kwa sababu ya uchungu na maumivu yanayokuwa yamekuzidi, unajua hapana, leo sitaongea chochote, kwa sababu sidhani tukiongea hivi ndio tunasikia nafuu fulani. Hapana, tunapoongea haya machozi na maumivu yanaongezeka mara 3 yake. Unaongea kitu we mwenyewe unakuwa uko tayari kukisikiliza, vinginevyo ukisikiliza tu ili usahihishe baadhi ya mambo, lakini kuna toni unazisikia unakuta imetoka kuzimu kabisa, kama toni ya yule kijakazi aliyekuwa anasema Paulo na akina Paulo hawa ni watumishi wa Mungu, wanao wahubiria habari za Mungu. Paulo akasema, nyamaza wewe pepo, mtoke, kwa sababu alifanya hivyo siku nyingi. Mnadhi yake sana jina la dini na ibada la Mungu. Hapana, hata kama tu usingetaka kuongea kwa haya mnayosema, mnayofanya, tutaongea. CCM mnaweza mkajiuliza,
Mbarikiwa kwa unataka tufanyeje? Mimi ushauri wangu, aidha nyamazeni kimya. Mumeua kwa ajili ili mtamalaki. Tamalakini kimya kimya. Nani atawalaumu nini? Kulalamikiwa mlishazoea. Yaani kulalamikiwa nyie ni kusifiwa, au zaidi ya yote ni kuziamsha damu ili mkamuua naye walalamikia. Kaeni kimya, mumeua ili mtamalaki. Tamalakini. Ama sivyo, kama kumebaki mbegu ya utu ndani yenu, basi semeni, tulidhani mbele kutakuwa na nafuu, kumbe hali ni mbaya. Jiuzuruni, ondokeni kwenye mamlaka hiyo. Mumeshaharibu, haiwezekani tena. Sikiliza mwanadamu, ukisha muua mtesa mtu mwingine, huwezi ukaja kuwa na raha. Sisi tunalia kwa namna mlivyotuumiza, hata nyie mnalia kwa namna mnavyojutia na kuona, na mnachotamani tuache kulia. Tunaolia tuache kulia, unahisi ndio mtakuwa na nafuu. Mwanze kusema sasa mmeheri the nation, kwenye dini mmeheri. Fufueni, waleteni watu mliowaua, waleteni watu mliowazika, mliowasaga, mliowapoteza. Mnaheri kwenye kifo. Tukuue wewe, wakuue wewe, wanakuwa meheri huku nje. Waue watoto wako, mke wako, wazazi wako, watakuwa wameheri the nation, meheri dini za machawa wenu. Anyway, sawa bwana, sawa. Asante na hongera kwa kunisikiliza.